Uamuzi wa Chama cha Mapinduzi wa kumfukuza wanachama aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi umefungua ukurasa mwingine katika historia za siasa za Tanzania. Nchimbi si mwanasiasa wa kawaida. Kabla ya hatua hiyo, Nchimbi aliwahi kushika nafasi mbalimbali za juu serikalini na ndani ya Chama cha Mapinduzi, ikiwemo nafasi ya makamu wa rais pamoja na katibu mkuu wa chama hicho. Lakini je, kabla yake viongozi gani wengine wakubwa waliowahi kufukuzwa katika chama hicho? Leo kwenye Kawabe TBT, karibu nikupitishe katika historia ya jambo hili pana sana katika siasa ya Tanzania. CCM inaanzishwa mwaka 1977 baada ya kuunganishwa kwa vyama vya TANU pamoja na Afro Shirazi Party cha pale Zanzibar. Historia ya viongozi kuondolewa katika mfumo huu hauishi katika historia ya chama peke yake, bali imegusa pia historia za viongozi binafsi. Lakini miongoni mwa majina makubwa zaidi katika historia ni Maalim Seif Sharif Hamad mwaka 1988. Seif alikuwa mwanasiasa mwenye nafasi kubwa ndani ya chama na serikali visiwani Zanzibar, lakini pia aliwahi kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, mjumbe wa kamati kuu na pia kushika nafasi ya waziri mkuu wa Zanzibar, wakati huo ikiwa inajulikana kama Chief Minister. Maalim Seif na kundi la viongozi wengine wa Zanzibar waliondolewa CCM katika kipindi ambacho kulikuwa na mvutano mkubwa wa kisiasa ndani ya chama visiwani Zanzibar. Baada ya kufukuzwa, Maalim Seif aliendelea kuwa mmoja wa wanasiasa mashuhuri nchini humo na baadaye akawa mwanasiasa mkuu wa chama cha wananchi CUF. Lakini katika tukio hilo hilo mwaka 1988, jina lingine lililojitokeza lilikuwa ni Hamad Rashid Mohamed. Hamad Rashid alikuwa amewahi kushika nyadhifa mbalimbali za uongozi na uwaziri visiwani Zanzibar na baadaye akaendelea kuwa mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa sana katika siasa za upinzani. Kufukuzwa kwake pamoja na viongozi wengine wa Zanzibar kulifanya tukio hilo kuwa ni moja ya vipindi muhimu katika historia ya migogoro ndani ya Chama cha Mapinduzi. Miaka kadhaa baadaye, mwaka 2013, CCM ilifikia tena hatua muhimu ya kuwachukulia hatua viongozi wakubwa kutokea Zanzibar. Miongoni mwao alikuwa ni Mansur Yusuf Hamid ambaye alikuwa ni moja ya waziri katika serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Hamid alifukuzwa ndani ya CCM mwaka 2013 katika kipindi ambacho kulikuwa na mjadala mkali kuhusu masuala ya muungano na mwelekeo wa kisiasa visiwani humo. Lakini kuondolewa kwake kulionyesha kwamba hata viongozi waliowahi kushika nyadhifa za uwaziri hawakuwa nje ya mamlaka ya chama, walipokiuka misingi na taratibu za chama hicho. Lakini mwaka 2015, jina jingine kubwa kutoka Zanzibar liliingia katika historia hiyo. Hassan Nasor Moyo alikuwa ni mwanasiasa mkongwe na mmoja wa watu waliokuwa na historia ndefu katika harakati za kisiasa visiwani humo na ndani ya mfumo wa chama. Lakini aliwahi kushika nafasi za uwaziri katika serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na alikuwa sehemu ya kizazi cha viongozi waliokuwa wamejenga historia ya chama kwa muda mrefu. Kufukuzwa kwake kulikuwa katika kipindi ambacho kulikuwa na mijadala mikali kuhusu siasa za Zanzibar na muundo wa muungano. Lakini mwaka 2017, CCM ilichukua hatua nyingine kubwa zaidi kwa baadhi ya viongozi wake wakuu. Miongoni mwa waliokumbwa na hatua hiyo alikuwa ni Sofia Simba. Sofia hakuwa tu mwanachama wa kawaida, lakini alikuwa amewahi kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania UWT na mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa. Kufukuzwa kwake kulionyesha ukubwa wa hatua zilizokuwa zikichukuliwa na chama dhidi ya viongozi wake waandamizi. Lakini hata hivyo, historia yake haikuishia kwenye kufukuzwa tu. Baadaye Sofia alisamehewa na kurejeshwa tena ndani ya CCM. Lakini mwaka 2020, ni miaka mitatu tu baadaye, CCM ilimfukuza mwanasiasa mwingine mwenye uzito mkubwa. Huyo si mwingine ni Bernard Camillus Membe. Membe alikuwa mwanadiplomasia na mwanasiasa mkongwe ambaye aliwahi kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa. Pia alikuwa ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa na aliwahi kuwa miongoni mwa majina yaliyohusishwa na mbio za urais kupitia CCM. Lakini mwaka 2020, chama kilimfukuza wanachama kwa tuhuma za kukiuka taratibu za maadili ya chama. Lakini kama ilivyotokea kwa Sofia Simba, Membe naye baadaye alirejeshwa ndani ya CCM mwaka 2022. Mwaka 2023, hatua nyingine ilichukuliwa dhidi ya mwanasiasa mkubwa mwenye jina kutoka Zanzibar, Ali Abeid Karume. Karume alikuwa ni mwanadiplomasia na balozi wa Tanzania, huku akiwa pia sehemu ya familia yenye historia kubwa katika siasa za Zanzibar. CCM ilimfukuza wanachama kwa kile kilichoelezwa kuwa ni utovu mkubwa wa nidhamu. Hata hivyo, tofauti na baadhi ya majina yaliyotangulia, nafasi yake katika uongozi wa juu wa kitaifa CCM ilihitaji kutenganishwa na wale waliowahi kuwa wajumbe wa NEC au kamati kuu. Lakini sasa ni Emmanuel Nchimbi. Mwaka 2026, historia hii imefika kwenye jina ambalo limezua mijadala mikubwa.
Nchimbi amewahi kushika nafasi za juu ndani ya serikali na CCM. Aliyokuwa waziri, balozi, katibu mkuu wa chama na hatimaye makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini Agosti 26 mwaka huu, CCM ilitangaza kumfukuza wanachama. Hatua hiyo imekuwa ya kipekee sana kwa sababu inamhusu mtu aliyekuwa ameshika moja nafasi za juu katika mfumo wa serikali ya Tanzania. Kwa maana hiyo, jina la Nchimbi sasa limeingia katika orodha ya viongozi mwenye historia nzito ndani ya chama, ambapo baadaye walifikia hatua ya kufukuzwa wanachama. Lakini hebu tuangalie kuanzia miaka ya mwanzo CCM hadi sasa. Historia imeonyesha kwamba cheo chake kikubwa ndani ya chama au serikali haimaanishi kwamba mwanachama hawezi kuchukuliwa hatua za kinidhamu. Maalim Seif alikuwa mkuu wa serikali ya Zanzibar na kiongozi wa juu zaidi wa CCM kabla ya kufukuzwa. Sofia Simba alikuwa mwenyekiti wa umoja wa wanawake na mjumbe wa NEC kabla ya kufukuzwa. Lakini pia Bernard Membe alikuwa waziri wa mambo ya nje na mjumbe wa NEC kabla ya kufukuzwa. Na sasa ni Emmanuel Nchimbi alikuwa makamu wa rais na katibu mkuu wa chama kabla ya kufukuzwa kwake. Tofauti kubwa ni kwamba baadhi baadaye walirejeshwa ndani ya chama, huku wengine wakiendelea na safari zao za kisiasa nje ya CCM. Na kwa sasa Nchimbi, tukio hili linafunua sura mpya katika historia ya chama hicho. Je, atarejea katika uwanja wa kisiasa nje na siasa za CCM ama la? Hapo hatuna majibu. Langu jina ni Salumu Amani na hii ni Kawabe TBT.